Wanasema usile baga kwa kipato cha mihogo. Accept sasa hivi natakiwa nile mihogo. Wakati wa baga utafika. Sio lazima ukurupuke na mabaga wakati kipato chako ni cha mihogo. Alright. Karibu sana kwenye kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Na leo nilisema nitajitahidi sana kuwa nafanya vipindi vya fedha. Ili tusiishie tu kujifunza mengine tukasahau eneo la msingi sana linalofanya maisha yetu yaende vizuri. Kwa leo niko na mdada makini sana, mtu wa nguvu huyu. Anaitwa Jacqueline Temu. Lakini ni nani huyu? Ni personal finance coach, certified financial educator, vikoba expert na mengine mengi. Lakini yote hayo huyu ni mwalimu wa masuala ya fedha, personal finance. Yani pesa ile inayoingia mfukoni kwako. Jackie anakuwa very much concerned, unaitumiaje? Unaiweka wapi? Unaipeleka wapi? Kwa hiyo tuko hapa leo, Jackie nimemuona nimuite atusaidie kuelewa haya mambo ya vikoba. Kuna vikoba. Wengine vinawatendea mema, wengine vinawatendea mabaya. Sasa tunafanyaje ili tuweze kuishi navyo vizuri, viweze kutusaidia kupiga hatua kwenye maisha yetu vikoba. Kwa hiyo Jackie ataongelea uzuri wa vikoba, ubaya wa vikoba, lakini pia natamani agusie ni vitu gani vya kuangalia wakati unachagua vikoba. Yani wakati unataka kujiunga na kikoba fulani, vitu vya msingi sana ambavyo unatakiwa vizingatie ni nini. Ndio maana yuko hapa leo. Karibu sana Jacqueline. Asante sana Irene, nashukuru sana. Alright, nimekutambulisha hivyo, pengine una namna ambayo ungependa utambulike kivingine tofauti na hii nilosema? Umeshasema yote. Kama ulivyosema, mimi ni certified financial educator, personal finance coach, mimi ni banker. Lakini my life mission statement is to impact people. Watu watoke kwenye umasikini kwa kuwapa elimu ya fedha. Unajua wanasema watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Changamoto za fedha zimekuwa moja kati ya changamoto kubwa sana kwenye jamii yetu. Tunashindwa kupigana na umasikini kwa sababu ya kukosa maarifa sahihi ya kuhusu elimu ya fedha. Mbaya zaidi, hatufundishwi mashuleni wala mavyuoni. Kubwa kuliko ni wasomi ndio wahanga wakubwa zaidi. So mimi kupitana na experience yangu ya kuwa benki, ya kufanya kazi kama benka kwa miaka mingi na kupitia mambo mengi, nikagundua kwamba kuna gap kubwa kwangu mimi binafsi. Baada ya kufanya kazi kama miaka 10, nikajiitisha kama mkutano, kujiambia hii miaka 10 nimefanya nini? Nimefanya kazi, mshahara nimepata, nilikuwa nafanya biashara vidogo, lakini ni nini ninacho mkononi? Nikagundua nilikuwa napata pesa kweli, lakini pesa zilikuwa zinapita kama maji ya mtoni. Na wewe ulikuwa benka. Na ni benka, masters graduate, mambo kama hayo. Sasa ngawaza kama mimi benka, nimefanya kazi huku benki, naelewa, nasikiza mambo ya fedha kila siku, nimeenda shule mpaka degree 2. Je, Tanzania wa kawaida ambaye probably hajaenda shule au ameenda shule, ni afisa mifugo huko Chunya, au anafanya kazi kwenye sehemu yote ambayo haimu-expose masuala ya fedha, anapata changamoto gani? Kama mimi nimefanya kazi benki, lakini changamoto ilikuwa hivi. So nilivyogundua kama baada ya miaka 10 ya benki na bado hali haikuwa hali, nikasema hapana, kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu mimi sikifahamu. Inabidi nitafute maarifa. Kitu ambacho Tanzania wengi ndio tuna yani hapo tu. Kwa Tanzania wengi hatupendi kutafuta maarifa, hatufundishiki. Ukikutana tena tunajua sana. Ukikutana na mtu kashashika hela zake 2-3, utaniambia nini wewe? Uta mtu ni professional, ana professional yake kwenye eneo fulani. Labda yeye ni engineer, daktari, labda ni accountant, CPAT, nani. Wanaamini wanafahamu sana hawate, lakini wengi ndio wagonjwa wakubwa. Hata mabenka sasa wengi ndio wagonjwa wakubwa, wanasema swala lazima ya fedha. So mimi baada ya kugundua nikaanza kufanya jitihada za dhati kujifunza kuhusu personal finance. Nini natakiwa kufahamu? Pesa zangu huwa zinaendaga wapi?
wapi naweza kuweka, namna gani naweza kuweka akiba na kuwekeza. Avenues zilizokuwepo Tanzania za uwekezaji ni zipi? Vitu gani nifanye? Baada ya kugundua nimemaliza, na nilikuwa natamani kushare na kila aliye karibu yangu. Kila anayeshare naye ngagundua ni changamoto. Haelewi. Hivyo nikaona sasa ni wakati sahihi wa mimi kuimpact watu walionizunguka na hii elimu kupitia social media page yangu. Kwenda kwenye mikutano makanisani wapi, lakini pia kazi ninayoifanya inanikutanisha sana na watu. Kwenye role yangu mimi ni manager kitengo cha wanawake na vijana. Kwa hiyo nakutana na wanawake na vijana kwa ajili ya kuwafundisha, kuwapa, kwa hiyo napata nafasi ya kuzungumza na watu wengi. Kwa hivyo ndivyo nilivyotokea huko. Lakini background yangu mimi ni political scientist, nimesoma degree ya siasa, masters ya human resource. Lakini here I am a banker. Halo, safi sana. Nashukuru sana kwamba umekuwa muwazi, kwa sababu kuna mama mmoja huwa ana story. Niliwahi kumsikia, na yeye alikuwa banker. Yeye yule alikuwa anakopa, alasema alikuwa anakopa mpaka kwa mlinzi. Yaani hali ilivyokuwa mbaya. Alikuwa anakopa mpaka kwa mlinzi. Lakini ni banker na anatembelea gari zuri, nyumbani kwake ni pazuri. Yani kwa kweli ukimuona hivi unaweza kusema yes, mtu huyu hapa. Lakini anasema yani hali yake ilikuwa mbaya kweli kweli kifedha. Kwa sentence hiyo ya kusema kwamba hali ya uchumi binafsi inawakuta wasomi zaidi, ni kweli. Tunakuwaga wabishi kwa sababu tunajua hatufundishiki. Alright, kama wewe ni msomi basi hii session inakuhusu sana my friend. Mambo haya yana mwenyewe. Inawezekana hata wakati tunaongea hapa, huko ulipo unapumulia mashine. Unadaiwa, hali ni mbaya. Unadaiwa kila sehemu. Kila mahali. Kwa sababu gani? Unakuta mtu huna mipango. Haujilipi, unajila ganji. Pesa zote zinazokuja zinaingia kwenye matumizi. Unaishi maisha juu ya uwezo wako. Sababu hicho ndio kinachotukuta. Unajua mimi ni banker, lazima niendeshe gari fulani, lazima nikae sehemu fulani, status. Keeping up with Jones. Unataka kuprove a point. Kwa hiyo, na kusema kweli mabenki mengi yako vizuri kutoa mikopo kwa wafanyakazi wao. Na kuna wengine wanatumia ile mikopo kutengeneza portfolio kubwa, huko mtu ana maisha yake mazuri. Lakini kuna wengine ile mikopo ni kitanzi. Kwa sababu mtu anajikuta anaishi kwenye mazingira yale yale, ana top up. Kwa mfano umeona sasa hivi kuna ongezeko la mshahara kwa serikalini, si ndio? Umeona ule ongezeko la mshahara? Ule mshahara ukisha hit, utaanza kuona applications za top up za mikopo. Sio, unanielewa? Watu ukiongezwa mshahara, badala ya kuongeza kiwango cha kuweka akiba na kuwekeza, unaongeza matumizi. Yes, unakuta mtu sasa hivi anaenda kukopa kwa ajili ya kununua gari. Ataenda kutopa hapo mkopo, anunue TV mpya, friji mpya. Atahama pale alipokuwa anakaa, alipokuwa analipwa 300,000, 500,000, sasa hivi analipwa 500,000, atabadilisha simu, atabadilisha, wengine hadi kuoa mke mwingine. Kiwango kikiongezeka cha kipato. Leo nilikuwa nawaambia watu kwamba hiyo simu yako ni nzuri, haina shida, gari lako halina shida. Mke wako ni mzuri, baki naye. Nikawa nawaambia kuhusiana na, yani ili uweze kuona ile ongezeko la mshahara, hakikisha hauongezi mahitaji yako, au huongezi gharama za maisha yako. Kwa sababu leo Irene, hata mtu anayelipwa kiwango fulani akapewa mara 3 ya kile kiwango, ata feel ile ongezeko miezi 3 tu ya mwanzo. Baada ya miezi 3 maisha yanarudi kule kule. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa elimu ya fedha. Atarudi kule kule, lake itaishia yote kwenye matumizi, atakuwa hajiwekei akiba. Atatamani, kuna vitu alikuwa anavitaka kuvifanya alikuwa hawezi kwa ajili ya kipato. Anataka kuonyesha watu na mimi ni, kwa sababu watu wengi hasa vijana, unajua kizazi cha Instagram, watu wengi wanatumia pesa nyingi na muda mwingi kuonyesha watu wengine wana maisha kuliko walionayo. Kwa nini watu wanakopa? Watu wengi wanakopa kwa ajili ya consumption. Mtu anakopa kwa ajili ya kula, kuvaa, kufanya nini? Kwa nini wakati alikuwa anaweza kula kwa standard yake? Wanasema usile baga kwa kipato cha mihogo. Accept sasa hivi natakiwa nile mihogo. Wakati wa baga utafika. Sio lazima ukurupuke na mabaga wakati kipato chako ni cha mihogo. Ukiangalia watu wanakopa mitandao ya simu, wanakopa wapi? Kwa nini? Kwa ajili, unajua mtu anaweza kupata mshahara leo,
Ikafika 2 weeks kabla ya mshahara mwingine, hana nauli ya kwenda kazini. Ila wiki ya mshahara sasa extravagant, amekuwa vibaya mno. Amefanya necessary spending za kutosha. Yani unajikuta kuna mtu ana screenshot mshahara ukitoka ndo anakimbilia kununua mavitu, kulipa makorokoro mengine. Wakati mshahara ukitoka unatakiwa uwe na budget special kabisa. Kwa sababu budget ni spending plan. Watu wakisikia kuhusu budget wanaona kama vile kitu cha kisomi kwa ajili ya matajiri. Modeu jina serikali wafanye na mimi. Lakini budget ni spending plan, kuipa hela yako jina na kazi. Pesa ni kuipa hela yako jina na kazi. Mimi ukiniita Irene siwezi kuja. Wewe nikikuta Jackie siwezi kuja. Ndivyo hivyo pesa. Ukishaipeleka pesa yako bwana, hii pesa ni ya kodi. Ukiipeleka sehemu nyingine, yani unatakiwa uipeke kodi, iende kwenye kodi. Hii pesa ni ya chakula, iende kwenye chakula. Sasa kuna mtu akipata hela anatumia mpaka zinaisha kwa ajili ya matumizi ambayo sio lazima, alafu anaanza kustruggle kwa ajili ya matumizi ya lazima. Ndio maana watu wanakopa for consumption. Mtu anakopa kwa ajili ya kwenda kazini nauli, wakati alikuwa na mshahara mzima amepata, ila alifanya mambo sio. Kuna mtu anashakutana naye ananiambia, yani nimelipa michango ya harusi mwezi huu mpaka sina nauli ya kazini. Na Malika kitengo cha ndoa naye tunamshukuru, anajitahidi safari hii ndoa ziko nyingi. Huwezi kwenda kwenye kila. Sasa unataka uende kwenye harusi, ulipe mchango, uvae nguo mpya, upake na makeup, ufanye nini na mshahara ule ule. Alafu harusi unazo 4 5 6. Ni changamoto. So budget ni muhimu sana, inakufanya unapata picha wewe ni nani. Lakini kwa hiyo unatakiwa ujue kwenye budget yako ni matumizi ya lazima na matumizi, matamanio na malengo. Malengo lazima kwenye kila kipato kuna pesa ya kujilipa wewe kwanza. Isipungue walau 10%. Kwa hiyo kwenye fungu la 10 unatoa fungu la 10, unaweka matamanio, malengo na mahitaji ya lazima, lakini usiache kujilipa. Na ukijilipa cha kwanza unatengeneza mfuko wa dharura ili ukipata shida usikope. Kwa nini watu wanakopa? Kwa sababu hana mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ni ile amount ambayo inakutosha wewe kuishi walau miezi 6 bila kustruggle. Ukiuliza leo watu wanaofanya kazi ama biashara, funga macho yako. Alafu imagine hicho kitu unachokifanyia kazi hakipo leo. Hakuna mtu aliwahi kuanza kama kuna siku corona itakuja tutashindwa kufanya masherehe. Lakini kuna watu wale wa gorofa la Kariakoo la juzi kati wamepoteza kila kitu. Kwa sometimes nature can decide on your behalf. Haujamkosea Mungu, haujakosea kitu, lakini kitu kinatokea cha kupotezea kipato chako. Swali ni je, unaweza kuishi siku ngapi na budget na pesa yako ya akiba? Nianza na wewe, usinijibu, Roho Mtakatifu ashanionyesha. Miezi mingapi, siku ngapi? Watu wengi hawawezi. Au ukiacha kipato chako cha mshahara au biashara, una kitu gani kingine cha kuingizia kipato? So zile 10%, 20 unaweza usichukue ukiweka kwenye account yako account yako ya emergency. Ukimaliza unaanza kutumia hiyo pesa kwenda, pesa inaitana wanasema. Unaweza kuweka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, unaweza kwa kwenye bonds, kwenye hisa, kwenye nini, kwa ajili ya kupata sasa pesa nyingine, kuipa pesa yako thamani. Kuna watu hata bank account hawana. Wafanya biashara. Unaona mambo hayo. Sawa. Jackie amejaa kweli kweli. Hapo hata sijagusa hata kilichomleta leo. Haya, tuje kwenye vikoba. Hii vikoba ni nini hivi? Vikoba ni Village Community Bank. Kwa maana zile benki za zamani kwa kama table bank, benki za mezani. Kwa maana ya watu wanaotaka kusaidiana kiuchumi, wanakutana kwa ajili ya kukusanya pesa zao kidogo kidogo na kusaidiana sasa, kukopeshana kwa ajili ya kusaidiana kwenye mambo yao binafsi. Kwa hiyo wanakuwa na katiba na sheria mbalimbali zinazowaongoza wao. Nini kifanyike ili mtu aweze kupata mkopo, unarudishaje, riba ikoje. Na uzuri au muhimu hivi vitu ni kwamba vikoba vinampa nafasi wale watu marginalized, watu ambao hawawezi kukopesheka benki. Kuna watu wengi hawawezi kukopesheka benki na wana biashara na wana mahitaji.
Kwa ukiwa na kikoba kina uwezo wa kukusaidia wewe ukapata mkopo, ukakuza biashara yako na ukaitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kwa ukiacha faida ya vikoba, ya kwanza ni mikopo mizuri kwa riba nafuu, lakini ni kutumia pesa za watu wengine. Hiyo ni faida ya pili. Unaweza vikoba vingi vinakopeshana asilimia mara 2 ya pesa ulioweka hadi mara 3. Kwa hiyo ukiweka milioni 1 ukapata milioni 3, umetumia pesa za watu wengine milioni 2. Lakini pia kuna faida ya ile riba inayopatikana, interest, ambayo mtakuja kugawana nyewe kama memba wa vikoba. Nyewe tena. Kwa hiyo umepata mtaji, mpata riba, mpata sehemu ya kukopeshwa wewe. Lakini ni sehemu nzuri ya kufanya kama mambo ya kijamii. Maisha tuliokuwa nao sasa hivi, unaweza kukuta hata jirani yako umjui. Umeelewa? Unaweza kukuta hata jirani yako umjui. Sasa ukiwa na vikoba ambavyo vinasaidiana kwenye masuala ya kijamii, ukipata shida, wana vikoba wanakuja, wanakusaidia, wanakupa. Lakini pia watu wengine wanatumia vikoba kama platform za kupata bima za kifo zile. Kwa sababu mkiwa na watu kuanzia watu 5 6 nadhani mnaweza kupata bima. Kuna mashirika ya bima yanatoa bima za kifo, za mazishi, nadhani what would be the right word. Mkono wa pole. Mkono wa pole. Kwa hiyo unaweza kutumia kile, kama mnaweza msitoe hela kwenye kikoba ndani, lakini mkawa mnaweza kuchangia zile amount zinazotatikana na bado watu wakapata huo mkono wa pole. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kumsaidia sana mtu atakujikwamua kiuchumi. Kama una biashara yako ndogo, mpata sehemu ya kukopa, unalipa kwa riba nafuu pia. Vikoba vingi vina riba nafuu. 5%, 10% kwa mkopo wote kwa mwaka mzima. Ukichukua milioni unarudisha 1,100,000. Very affordable. Very fair. Alafu masharti sio mengi. Unakuta hakuna dhamana. Kuna vikoba wanapeana mpaka milioni 50. Dhamana zako ni hisa na mwanakikundi mwenzio. Na huyo mtu anaweza kawa ni staff wa taasisi fulani ambayo haiwezi kumkopesha hata milioni 20. Lakini kikoba kinampa milioni 50. Kwa hiyo kuna watu kusema kweli wananufaika na wanafanikiwa sana kupitia vikoba. Sio kitu cha kudharau. Lakini pia kuna watu wanapata changamoto kubwa sana kupitia vikoba kama kuna vitu hawatavizingatia. Vikoba vinapaswa kuwa na sheria na kanuni, na mambo yanapaswa kuwekwa wazi. Pesa zinazokusanywa zitumwe kwenye bank account ambayo signatory sio mtu mmoja wala wawili. Sababu ni rahisi sana watu wawili kucollude. Unaweza mkawa watu 4 mkasema 3 to sign. Transactions zote za vikoba, mikopo ya wana vikoba iombwe kwenye group sehemu ya wazi. Transaction na transfer zote, disbursement zifanywe wanakikoba wote wakijua. Kila mwezi pawepo na monthly report ya mwenendo wa kikoba husika. Nani amekopa, nani anadaiwa, nani anarejesho. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawakipendi, lakini kinaweza kuleta stability kwenye vikoba sana. Fine. Unajua watu wengi hawanaga discipline na pesa za watu. Kwa hiyo ukiacha kikoba kikiwa kinajiendesha, mtu ataleta rejesho siku anayojisikia, most likely kikoba kitakufa. Kwa hiyo kuwepo kwa strong fine, penalties za kuwafanya kila mtu akae kwenye mstari ni moja kati ya njia inasababisha kikoba kisogee vizuri sana. Ili mtu aweze kufanya marejesho kwa wakati. Ndio. Aweze kuweka kupanda hisa. Kupanda ni kitu gani ambacho kinaweza kuonyesha kwamba kikoba ulichopo ni sio hakiko vizuri? Okay, hakuna ripoti. Hawatumi ripoti ya muendelezo. Nani ana mkopo, nani hana. Hakuna fine, hakuna ownership. Viongozi ndo final sayers. Ukiona kikoba kiongozi ndo his decision or her decision is final and conclusive, kimbia. Hakuna uwazi kwenye masuala ya pesa. Statement hazitumwi, kikoba mjui mna shilingi ngapi.
nani ana kiasi gani, masuala ya mikopo hayawekwi wazi, watu wanachelewesha marejesho, hakuna kinachotokea. Kuna vikoba watu ukishaanza kuona dalili za watu kuchelewesha marejesho la kwanza la pili na hamna kinachotokea, that means kikoba kitakufa, kwa sababu kama wewe amechelewesha hujamfanya kitu. Mimi alafu kingine favoritism, yani kama wewe mwenyekiti sasa ndo rafiki yako, kama mwenyekiti ni shoga yako, unakuwa wa kwanza kupewa mkopo. Ukiwa unarejesho mwenyekiti hasemi chochote kwa sababu kisu kiko kwenye mfupa. Ila ikiwa mtu mwingine ndo anasemwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakoba na rafiki zangu yani wa rohoni. Na mimi ndo nilikuwa chair lady wa kikoba. It was successful kikoba kwa sababu mapenzi yetu yalikuwa yanaanzia mlangoni baada ya kumaliza kikao. Ndo tuna resume relationship. Lakini ikiwa pale lakini hakuna kuchekeana. Lakini kingine ni muhimu kwa vikoba kuwa na clear structure. Nyinyi kikoba chenu ni cha nini? Cha mapenzi au cha uchumi? Maana kikoba kishakuwa kile cha mapenzi, si natakiwa mjue nature yenu. Mapenzi, yani cha mapenzi maana. Kwa maana ni sisi tuko kwa ajili ya kusaidiana tu. Riba zetu ndogo, 2% tu. Tunataka yani ni hamko aggressive. Sisi tuko kwa ajili ya kusaidiana kwenye harusi nini, mikopo tunapeana kidogo, tunarudisha hivi 1%, kwa sababu kuna vikoba vinatengeneza faida ya 30%, 40% kwa mwaka. Kwa nini? Kwa sababu wako aggressive. Mtu anaona hii hela, mtu angeenda kupewa sehemu nyingine angelipia riba kubwa, kwa sababu kuna aina mbili za interest kwenye kikoba. Kuna simple interest na kuna reducing. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatumia, watu wengi wanapenda simple interest kwa sababu ni flat. 10%, utalipa milioni 100, 1,100,000, umemaliza. Lakini reducing unalipa interest based on the outstanding balance. Kwa hiyo hii ya reducing utalipa zaidi. Lakini ni nzuri kwa watu ambao wako aggressive. Kwamba sisi we mean business. Yeah? Okay. We mean business. Sio tu cha kanisani, mama wachungaji, mtaani cha kuchambua mchele, hiyo hamwezi kufanya kwenye hayo mambo. Kwa hiyo watu ambao ni wafanyabiashara ambao wanapeana pesa, wanajua kabisa ile inaenda kuzunguka, wanapeana reducing interest 3-4%. Mwisho wa mwaka return 25-30%, huwezi pata sehemu yoyote kirahisi. So lazima ujue uko na watu wa design gani, lengo lenu likoje. Lakini pia kuna vikoba vinavyovunjika kila mwaka. Nataka nikuulize swali hilo. Katika ungekuwa na mshauri mtu, ungemshauri, kwa sababu kuna vile vya kuvunja na kuna vile endelevu. Ndio. Ungekuwa unamshauri mtu, unamshauri awe kwenye kikoba kipi? Yaani unawezaje kujua kama unataka hizo kikoba kinaweza kuwa endelevu au cha kuvunja? Ni baada ya miaka 3 kupita. Mjichuje. Yaani kila mtu atoke, yani unajua 3 years mnakuwa mmefahamiana sana. Kwa hiyo ni hatari sana kuanza kikoba endelevu wakati bado muachanga. Hamfahamiani tabia. Hamfahamiani maisha, yani hamfahamiani nyinyi ni watu wa design gani. Ndio maana kama kuna kitu cha muhimu cha kudiscuss kwenye katiba, ni namna ya mtu anavyoweza kuingia na kutoka. Kwa ile miaka 3 ya kwanza, vunjeni ili watu ambao hawafai watoke. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Na hata mkisema ni endelevu, lazima muwe na utaratibu kwamba okay, endelevu as in what? Ni forever and a day, hamna kupata hela yako au nini, au baada ya miaka 3 unaruhusiwa kutoa some amount. Ili umpe mtu room ya kuwekeza hela yake, anajua ataipata lini, kwa sababu mambo yanaenda yakibadilika. Leo naweza nikawa na uwezo wa kuwekeza consecutive, sina shida. Lakini maybe after sometimes nitahitaji ile hela yangu. Usihold pesa ya mtu forever. Kwa hiyo tengeneza namna ambayo maybe after 2 years unampa mtu room ya ku withdraw. Kwamba bwana, mimi naweza ku withdraw bila masharti magumu. Bila kwamba baada ya miaka 3 unaruhusiwa sasa kutoa hela, yani labda. Umeona na mambo yanayofanana na hayo. Na kama mtu unaendelea basi kwa mpango gani? Maana huwezi sema unaendelea na hela ya mtu forever how? Yes. Na mpeane utaratibu wa kujua okay, kikoba ni endelevu. Kwa kila baada ya miaka 2, 3 mtu anaruhusiwa kuongeza, iwe ni hiari. Mtu anaruhusiwa kubaki au kutoka au kupunguza mtaji. Lakini
mtu pesa yake anaipataje. Yaani mtu hiyo miaka 3 interest inakuwa calculated based on what? Kwa sababu vikoba vinatofautiana. Unaweka hisa, wewe unaweza kuweka laki, mwingine kaka milioni. How do you calculate interest ya Irene? Kwa uwiano wa hisa. Kwa uwiano ya hisa sawa, lakini Irene anaweza kama ameweka milioni Januari. Alafu kuna Jacqueline ameweka milioni Novemba. Kuna changamoto nyingine hiyo. Alafu mkisema mnagawana kwa uwiano wa hisa moja laki moja. Mkipata faida mgawane kwa idadi ya hisa. Wewe uleka hela yako Januari na mimi nileweka Novemba, tunapata hela sawa. Tunapata sawa. Unaona changamoto nyingine hiyo. Kwa hiyo, hivyo ni vya kuzingatia pia. Kwa hiyo inakuwaje, mbona vikoba vingi ndio wanafanya hivyo? Si ndio wanafanya hivyo, ndio inakuwa vikoba vya ujamaa hivyo, vya mapenzi, nakwambia wameamua kusaidiana, kupendana hivyo. Lakini that is not right. That is not right, kwa sababu wewe umeweka hela yako Januari. Mimi nije kuweka Novemba. Na mtu kama mimi nikiona kwamba kama hicho ndo nasubiria Novemba. Septemba naanza kupiga mishindo mikubwa. Na kula faida zenu zote. Simenipa opportunity. Yes. Yeah. Kwa hivyo inatakiwa calculate vipi? Sasa hilo nao ni somo kabisa. There is a way unaweza calculate faida ya kila mtu kulingana na muda wake aliyeweka hisa zake mapema, anapata zaidi, maana lake imezunguka sana. Na kuna wengine wanasema hawafanyi hivyo. Mwingine anasema utapata faida kulingana na pesa uliyowekeza. To me that is wrong. Wewe ningekuwa mimi sijawekeza, ungepata wapi hela kukopa? Sijui unanielewa. Eti uleleta hela nyingi kwenye interest ndio unapewa asilimia nyingi ya faida. Haitaki kuwa hivyo. Kwa sababu kama ingekuwa hivyo, wewe ungekopa nini? Wote wana contribution. Mimi nimeleta hela, wewe umekuja na shida zako umekopa. Inabidi ni win-win situation. Wewe ulipata hela, unaleta riba, mimi hata kama niweke 50. Yes. Yeah. Kwa hiyo mambo kama hayo. Kwa Jeki, wewe kati ya kikoba na kuna vitu vinaitwa mchezo. Wewe una prefer nini? kuna hii kitu inaitwa mchezo. Tunacheza mchezo wa 5,500 kila wiki. My dear, mchezo ni kitu kizuri wala sio kibaya. Ila inategemeana na watu unaocheza nao. Kwa sababu ya changamoto tunazozikuta sasa hivi, watu wengi wanadhulumiwa sana kwa sababu mchezo yani unampa hela mtu anaondoka nayo. Huna control mechanism. Kikoba kuna control mechanism. Wewe kabla hujapewa hisa zako, mkopo kuna hisa zako pale. Umenielewa? Una mtu mwingine ambaye amekudhamini pale bezo ni hisa zake. Sawa? Kwa hata ukikimbia, mimi na vikoba vyangu watu wanakimbiaga, wadhamini wanakatwa. Lakini mchezo ukimpa mtu jangili akatembea na Yesu, ina maana imekula kwako. Na mimi sishauri mtu saizi acheze mchezo kwa mtu, kwa sababu riski ni kubwa sana. Sasa hivi kuna njia za uwekezaji nyingi za kwenye simu, za kwenye benki huko. Bora uweke hela yako benki mwenyewe, ujihesabie una uhakika nayo, kuliko kumpa mtu afike kesho anaondoka. Usimwamini mtu kiasi hicho na hela yako. Kama unaona una discipline, weka standing order benki. Weka standing order kwenye mtandao huko. Yeah. Kwa hiyo kwa mchezo is a big no. Kwa kweli it's a big no. Kama unataka mimi nicheze mchezo, nipe wa kwanza. Yani akupe wa kwanza. Si langu iko safe. Mimi sitakimbia. Nitaendelea tu kuwapa wengine. Lakini changamoto ni kubwa sana kwenye michezo. Ni kitu kizuri sana, kinaweza kusaidia watu wengi. Irene inaweza kukuambia kuna watu wamefanikiwa sana kupitia michezo. Mimi na wanafunzi wangu na wanulia bondi, mtu anapokea mchezo milioni 100. 150. Wapo watu wao wenye discipline. Wapo. Lakini sasa wewe unawapata wapi watu wanaofanana na hao? Ili na wewe uingie nisije kukuta jambo. Alafu watu wanaamini sana watu. Mtu unakuta watu wana michezo yao, wameanza siku nyingi, wanajuana biashara zao zilipo. Mtu anajua anacheza, mimi Irene najua nitakupata wapi. Wafanya biashara hasa biashara yake iko pale, biashara yake iko pale, biashara yake iko pale. Sasa mwenzangu, na mimi huko Chunya, umeniona mimi mtandaoni natangaza mchezo, umeniamini, unanipa hela zako. Huu nijui mimi ni account yangu ni real, ni fake.
watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Hivi how would you trust somebody with your money? Kiasi hicho mtu hujawahi kumuona, hujui unakompata. Ndio maana watu wanachanganyikiwa, kijumbe kapotea mtandaoni, humjui. Kijumbe anakuja pale na sura yako, kumbe ni mtu mwingine, ni mwanaume anakuja na sura ya kike. Kaandika pale binti mrembo, unasema hawezi kunitapeli. Kumbe ile ni sura ya mtu kaitafuta huko alikoitafuta, kaiweka pale, katafuta namba ya shangazi yake, kasajili, jina linakuja Asha Juma. Kumbe huyo ni mtu mwingine. Unamwamini, unampa hela yako. So mimi nawashauri, yani mimi nawashauri siku hizi kuna sehemu nyingi sana za kuwekeza kwa urahisi. Kuweka standing order kwenye mitandao ya simu. Alright. So wakati tunaongea hapo mwanzoni kabisa nilikuwa sijataka kudig deep kwenye story yako, lakini natamani watu wasikie from kutoka kwenye kustruggle kuwa banker. Leo hii unafundisha watu mambo ya fedha. Ndio. Umefanya nini hapa katikati cha tofauti mpaka tunamuona huyu Jackie wa leo? Yani lazima huku ndani kuna kitu kili click yani. Mimi kama nilivyokuambia nilikuwa banka, so bado I'm still a banker. Na nilikuwa nafanya tu shughuli twangu tudogo pale, lakini pesa nilikuwa napata. Sio mamilioni hayo, lakini pesa za kunikimu mimi nilikuwa sikosi. Swala zinaenda wapi? Unacheza vikoba. Disemba yani una hela. Unanielewa? Kuelewa. Halafu inaisha. Hela ziswali Ijumaa wanasema Waswahili. Yani ghafla shangazi kameza shoka. Sijui mtoto wa dada kavunjika mguu. Baba mdogo kakamatwa na polisi, mambo ya design hiyo. Yani unajikuta hela ulikuwa nayo lakini imepita. So nilivyojifanyia after 10 years nilibarikiwa mtoto. Kufanya kazi 10 years got married, nikapata mtoto. Sasa yule mtoto alivyokuja ndo akili yangu ilibadilika kabisa. Naomba kawa fire. Nikawa nikimwangalia nasema I'm not going to fail. I cannot fail this child. Yes, baba yake yupo anapambana, lakini mimi kama mama natakiwa kuwa nafikiria hata nitamwekea wapi hata hizo 2,200 ninazotaka kumwekea. Atafanyaje? Kondo nikajifanyia assessment, nikagundua changamoto bado iko kubwa hapo. So nikaanza kujifunza. Trust me, haikuwa process rahisi. Mimi nimejifunza sana kusikiliza mapodcast, kuangalia YouTube, kusoma mavitabu, kuelewa, kuanza kurelate na soko letu, kuangalia what do we have kwenye soko na nini. Umeelewa? Yeah. Hadi kufikia hapo. Umeona? So nilipofikia hapo nikasema sasa nimeshapata maarifa ya kutosha yananisaidia mimi. Kwa mimi nilikuwa nafanya kwa ajili yangu. Nikaanza kubadilika kweli, nikawa nipata pesa na panga budget ile naenda huko hata kama ni kidogo, lakini najua hela yangu inaenda wapi. Naanza kupata security kwamba hata ikitokea nina changamoto yote naweza nikajisoti. Maana unajua ukiwa na vikoba unawaza nikipata shida nitaenda kukopa. Kuna watu wanakuambia wao emergency zao ni vikoba. Sasa wanasemaga Waswahili kama inakatikia kwembamba. Siku unataka una shida wewe ndio kikoba hakina hela. Kwa hiyo nikaanza kuona naelewa hivi vitu, kwa kweli maarifa na mimi mpaka leo ni mtu wa kujifunza, mpaka kesho ni mtu wa kujifunza. Baadaye nikagundua kila mtu nayemuongelesha hanielewi. Na nikagundua ukimuongelesha mtu kama hujamhold accountable ni kama unapiga kelele tu. Nikasema okay. Kama ukimuongelesha mtu hajalipa gharama labda hajafanya na kusikilizi, nikaanza madarasa taratibu. Hivyo. Na trust me, mimi ni mtu nayependa sana matokeo. Mimi utakuja kwangu, utanilipa hiyo hela yako, itakuuma. Lakini wewe lazima ufanikiwe. Unataka au hutaki? Uniblock. Yani nitakukaba kweli. Kwa nini? Kwa sababu napenda matokeo na naona inawezekana. Kama mimi niliweza, wewe unashindwa nini? Kuna vitu tu watu wengi sio kama hawana hela. Trust me, watu wengi shida yao sio kupata hela. Kuna watu kweli wana changamoto ya kupata pesa, lakini kuna watu hata hizo walizonazo hawaziwezi. Hawawezi kuzimanage. Ni shida. Yani ni shida, yani kuna watu wanawaza tu kuishi leo.
kuna mtu ukimwambia kitu anakuambia yani kuna mtu ukianza kumwambia unajua unabidi weke akiba ya nini, kuna changamoto labda uko baadaye ipi, yani mtu hakuelewi. Mtu ukianza kumwambia retirement ndo kabisa mimi mzee. Hivi muda wa kuanza kujiandaa na retirement ni upi? Siku ya kwanza umeanza kazi. Mbona nishafeli? Kwa sababu unajua retirement is not age. Ni financial state determined by you. Kwa hiyo muelezee hiyo mtu wangu wa kule Mbagala. Yes, retirement is not age. Yani sio umri unaweza kusababisha retire. Kuna watu wana miaka 35, 40 wameretire. Kwa sababu retirement ni nini? Yani wewe financial state ni nini hiyo? Kwamba unaweza ukaishi bila kuamka asubuhi kwenda kufanya kazi au kupambana na biashara na maisha yako yakaenda. Kwa kila mtu ana financial freedom namba yake ambayo akifika ana uwezo wa kufanya kazi, kuishi bila kuhangaika. Kwa unaweza ukaretire kutoka kwenye kujiajiriwa au kujiajiri, lakini ukafanya mambo mengine. Na retirement haimaanishi wewe utaacha kufanya kazi kabisa. Unaweza ukaishi maisha yako comfortably bila kuwa na stress, anxiety, please find attached this, where are we on this, pressure, mzigo umekwama bandarini. Ukawa unaishi maisha yako mengine, lakini una return on investment zinakusababisha unaweza kuamka hata nikasema naenda kuimba kwaya. Ndo hapo sasa ukifika hiyo stage unaitwa Freemason. Lakini inawezekana yule Freemason. Lakini kama mtu amejipanga tu bwana mimi nataka kiasi hiki ili niweze kuishi. Umekipambania, umekipata. Lakini mimi nataka niamke asubuhi niende pale Askari Monument. Jamani, elimu ya pesa, mkeni asubuhi, fanyeni hivi mkipata hela, budget, uwekezaji, fanyeni ABCD. That is what I love. Lakini siwezi kwenda Askari Monument kuhubiri au kaa Instagram kuhubiri kwa sababu nataka kazini. Nipate hela niishi. Kwa hiyo kama naweza kupata alternative ya kupata return on investment za kunitosha kuishi bila kuhangaika, bila anxiety, bila stress, bila kutumia. Unajua wanasemaga hamna kitu kubwa hapa duniani kama time freedom. Uhuru wa muda. Uwezo wa wewe kupangilia muda wako. Nataka niamke niafanye nini? Ni stoke, kuna msiba huko Moshi uende bila kuomba ruhusa. Unaumwa mpaka ukatafute ID ndio ulete ofisini watu waelewe unaumwa. Uwezi unaelewa that time. Kwa hiyo na kuna watu wanaamua kujipambania na kufika hiyo state. Na inawezekana kwa sababu inategemeana na mtu na mtu. Kila mtu ana kiwango chake cha pesa ambacho sasa changamoto moja hapo. Kuna watu hawanaga enough. Yaani kuna mtu anasema leo nikipata milioni 300 nitataka bilioni, nitataka trilioni, nitataka. Kuna watu wa hivyo hawajuagi they are enough. Lakini kwenye hii safari ya uhuru wa kifedha ni muhimu sana kujua you are enough. Kitu gani unakitafuta. Universe is very rich. Na hamna siku kila kitu kitahama kije kwa Irene. Wote tunyimwe. Hakuna kitu kama hicho. Wewe unapaswa kujua portion yako ni nini unakitaka. Pambana nayo ukipata ishi. No wonder watu wanafanya kazi. Wanapambana mpaka anakufa hajawahi kuishi. Matajiri wanakufa watu wanaenda kugawana nyumba zao, magari yao, hawajawahi kuishi. Hajawahi hata kuna Zanzibar hapa kakaa siku 2 apumzike. Kwa nini? Mindset tu lazima hela hazitoshi. No. Universe is rich. You should know you are enough. Yes. Kaa tayari. Jua. Kwamba bwana mimi nitatafuta. Lakini nikifika hapa. Basi zinazokuja zingine zijazilizia. Yani utumie tena nguvu yako mpya. Naweza nikasema napata uhuru wa muda. Naamua kwenda kuhubiri injili. Naamua kwenda mashuleni. Nikawafundisha watu kuhusu elimu ya fedha bila kuwa na wasiwasi sasa nitaishije nyumba watoto wangu nyumbani kwangu nitakula nini si umenielewa. Yes. Okay. I see. Safi sana. Nondo imeingia hiyo bado najitafakari. Retirement ni siku ambayo umeanza kazi. Sasa mimi nina miaka karibia. Kwa hiyo natakiwa nianze kujiandaa pale tuseme pale unaposhtuka ndio unapoanza kujiandaa. Na je kwa mfano kama wewe ni mwajiriwa na unadhani ni muda gani sahihi wa kuacha kazi? Kwa sababu naona wewe una mishe zako lakini bado unaendelea kupambana huku kwenye kazi. Kwa hiyo wewe kama advisor wa mambo ya fedha unafikiria ni
ni muda gani ni sahihi mtu kusema sasa hapa naweza nikaacha huku ili niweze kuendelea na muda ambao una uwezo wa return za investment zako zinakutosha kuishi bila kutegemea tena hiyo kazi. Umewekeza, umpata return zako za kutosha. Sababu nalipa mshahara kiasi kadhaa, naweza kupata kwenye. Lakini pia inaenda mbali zaidi. Unaweza ukaacha kazi ya kuajiriwa. Lakini unajua retirement kama tunavyosema sio kama utafanya kazi unarudi unabadilisha, unahama kutoka kwenye sehemu moja na sehemu nyingine. Unaenda kufanya kitu ambacho unakipenda. Lakini ni muhimu kwa umejiandaa. Unless kama unataka career break. Kuna career break na kuna retirement. Career break unaweza kujiandaa sababu mimi nataka nipumzike muda fulani. Labda nipumzike hata mwaka mmoja miwili nisifanye kazi, nijitafute. Hapo unapaswa kuwa na pesa kutosha kuishi huo muda wakati unakifanya kazi hicho kitu unachokitegemea, unachokitaka kukifanya. After 2 years kama hakija pick up, rudi kazini. Ila kama kime pick up, endelea nacho. Kwa 2 years uwe na pesa ukitaka kufanya career break au ukitaka kusema kama mimi nataka kufanya exit kutoka kazini kwa ajili ya transition kwenda sehemu nyingine, kwa at least na 2 years of emergency fund. Miaka 2. Hapo kwa Kiswahili hiyo ndio. Yani kwamba uwe na miaka una akiba yako ya kutosha matumizi yako na mahitaji yako na extra kidogo at least ya miaka 2. Wakati unatoka kazini kwenye mfuko wa dharura ambao itakuja sasa kukusaidia kuishi maisha yako yale. Sio tena umeacha kazi hapo unaenda kufanya kichoko kingine siku 2 umepauka. Kumbe ulikuwa kuna benefit unazipata huko. Ukumbuke kuna vitu kwa mfano kwa waajiriwa. Unavipata ofisini na ukishaondoka kazini benefits zinaisha. Kama insurance. Yes, umeelewa? Kwa wakati unapambana na kusema emergency fund yangu ifananije? Incorporate insurance in it. Kwa hiyo unatakiwa ujue kabisa okay mimi familia yangu inahitaji insurance ya milioni 3 kwa mwaka. Kwa hiyo incorporate kwenye inabidi iwepo kule. Yes. Kwa hiyo kwa miaka 2, miaka 2 emergency fund yako ya kawaida afu unaweza ka top up ka extra money kwa sababu anything can happen kwenye process. Hivi emergency fund inatakiwa ishi ngapi? Inatakiwa kuwa pesa yako ya matumizi yako ya mwezi walau ya miezi 3, 6, 12 au zaidi. Kwa hiyo matumizi yako na Jackie yanatofautiana. Kwa hiyo kwako unaweza kuwa milioni 10, ya kwangu unaweza kuwa milioni 5, ya mwingine kama milioni 30. Matumizi milioni 10. Si ya miezi 6, ndio nimesema inaweza kuwa miezi 3, 6 ama mwaka. Kwanza kuta ya mwaka ya mtu mmoja ni milioni 12. Kwa maana anatumia milioni 1 kila mwezi. Mwingine anatumia milioni 3, ni milioni 36. Wapo. Kwa hiyo ina maana mfuko wako wa dharura unatakiwa uwe na hiyo pesa. Yes. Kwa at least uweze kukava kuanzia miezi 3. Yani minimum miezi 3 lakini unashauriwa kuanzia miezi 6 mwaka. Okay. Kwa ungekuwa unamshauri kwa kumalizia, ungekuwa unamshauri mtazamaji wetu wa siku ya leo kwenye mambo ya fedha. Na ambaye kiukweli amepotea nani? Hapa tunapoongea penyewe anasema malizeni basi nimtafute huyo Jackie. Unamshauri huyu mtu aanzie wapi? Yani kwa mfano mara nyingi unajikuta umeshapoteana ndio hivyo umeingia kwenye vikoba labda umefanya wrong decision huko mambo hayaendi vizuri, lako imepotea hata uelewi. Haya umetoka hapo una mikopo kila sehemu. Yani kuanzia kwenye digital loans hizo wanaziita za kwenye simu mpaka benki mpaka mtaani kwako mpaka ofisini ile una 5,000 ya karibu hapo. Haya unajikuta una familia, unajikuta halafu unajikuta yani uko kama uko kisiwani umezungukwa na maji. Hujui hatua ya kwanza ni nini. Ufanye nini ili uweze kupiga hatua mbele. Huyo mtu huyo anafanyaje? Kwanza kwenye state kama hiyo cha kwanza aanze kutafuta maarifa. Kwa sababu kwenye state kama hiyo amepoteana kweli huyo. Umenielewa?
Kwa hiyo aanze kutafuta maarifa na taarifa sahihi. Lakini kwenye process yake abadilishe lifestyle yake. Kwa sababu tayari atakuwa na madeni. Dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo wakati analipa madeni, kwanza ajue madeni hayawezi kupotea. Anatakiwa alipwe. Na kuna watu wanafikiri wanaweza kaombewa madeni akaondoka au akafanyaje. I don't know, sitaki kuongea kuhusu hilo kwa sababu kila mtu na imani yake. Lakini unapaswa kuyalipa madeni. Kwenye process ya kulipa madeni lazima ubadilishe maisha yako. Huwezi ukawa unalipa madeni na unaishi maisha yale yale. Lakini pia sasa kwenye hiyo process, wakati unalipa madeni hata kama ni kiwango ni kidogo kiasi gani, anza kujitengea walau kidogo ya akiba, kwa sababu ukilipa madeni tu bila kujiwekea akiba hata kidogo, kinachotokea ni kwamba utapata shida na utakopa, utarudi tena kwenye madeni. Kwa hiyo ni muhimu kujiwekea walau kidogo akiba wakati unaendelea kulipa hayo madeni na kutafuta maarifa. Lakini pia wakati huo unaweza kukuta means zako zote hazikutoshi wewe kuishi. Fikiria namna gani unaweza ukatoa suluhu kwa watu wanaokuzunguka ili uweze kupata kutengeneza pesa. Pesa ziko kwenye mifuko ya watu. Ni wewe tu unaenda na nini? Ukiwa na shida, njaa itakufanya ufikirie vizuri. Nini unataka kufanya? Ili uweze kuongeza kipato chako. Kama ni kazini unaweza kupata extra work, fanya extra, yani ujue kabisa uko kwenye state of an emergency. Kwa hiyo atafute maarifa, huko analipa madeni, huko amebadilisha lifestyle yake. Na wengine wanasema wakati mwingine ukiwa kwenye state kama hiyo na una asset yako kama una TV uko na nchi 70, uza iPhone, una gari hapo, uza ili uweze kurudi, kwa sababu madeni yana changamoto nyingi sana. Inaweza kuletea mental problem kabisa, ukawa umechizika kwa ajili ya madeni. Alright. Huyo jamani ni Jacqueline Tem, tulikuwa naye hapa, ni personal finance coach, vikoba expert, CFE, Certified Financial Educator. CFE inatolewa na BOT kabisa, kwa hiyo huyu amethibitishwa, ana viwango vya hali ya juu sana. Haya Jacqueline Tem, basi uambie watu unapatikanaje kwenye mitandao, mtu akakuona akasema mimi nataka kwenda deep zaidi. Okay. Mimi napatikana kwenye mitandao ya kijamii sana Instagram. Page yangu inaitwa Makey MAKEY _ _ finances. Makey and finances. Makey and finances. Kija pale utapata details zangu zote. Kasome kwanza kwenye ile page, kuna mambo mengi sana ya kuwafundisha watu kwenye finance, kwenye angle tofauti. Alright. Haya basi kamtafute Jacqueline Tem, Makey and Finance, kama mimi nimempata huko Insta. Na leo tuko hapa tunazungumza. Kwa maana na wewe unaweza ukampata kwa namna hiyo kama alivyokuelekeza. Nda page yake, tafuta Makey and Finance. Alafu yani ameweka kila kitu pale, hadi WhatsApp unaweza ukampata kupitia page yake ya Instagram. Nakushukuru sana kwa muda wako, naamini umeokota viwili vitatu kwa siku ya leo. Basi nakutakia siku njema au wakati mwema baada ya kutazama kipindi hiki. Mimi naitwa Irene Kamgisha. Make sure una connect na mimi kwenye social media zangu, Irene Kamgisha _ Instagram, Irene Kamgisha Twitter ambao sasa hivi inaitwa X, Facebook pamoja na TikTok. Mpaka hapo tumefika mwisho, mpaka episode ijayo.